Dr. Elibariki Mwakapeje, nafanya kazi FAO kama National Coordinator wa masuala ya udhibiti wa usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, lakini pia naratibu masuala ya usalama wa chakula katika shirika hili. Nikija kwenye sehemu ya kwanza ambayo ndio tumeiongea leo ya udhibiti wa usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, ambayo kama Tanzania tumeitohoa inaitwa UVIDA kwa maana ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Kwa hiyo kama nchi ya Tanzania na sisi kama shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa yani FAO tumeungana na serikali kuhakikisha kwamba tunapigana na UVIDA na ili sisi tuweze kuchukua sehemu yetu kama shirika ni kwamba sisi zaidi nguvu zetu tumeelekeza kwenye eneo la mifugo na eneo la kilimo. Sasa tukieleza tatizo lililopo la UVIDA, UVIDA ni changamoto kubwa duniani kote. Takwimu za hivi karibuni tunavyoongea sasa ni kwamba UVIDA, usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, duniani kote inasababisha vifo vingi zaidi kuliko jumla ya vifo vinavyosababishwa na malaria, ukimwi pamoja na TB. Kwa hiyo unaweza kaona ambavyo changamoto iliyopo ni kubwa na iko kimya kimya, kwa sababu huwezi kuona mgonjwa ameenda hospitali anasema anaumwa UVIDA, ila tu utaona ugonjwa uliompeleka hospitalini ndio huo hauponi kwa sababu dawa zimekuwa sugu. Kwa hivyo ili kukabiliana na hilo sisi tumetekeleza afua mbalimbali, ambapo mojawapo ni pamoja na kuendesha mafunzo darasa ya ufugaji bora wa kuku ili kupunguza matumizi ya dawa na ikiwezekana kuachana kabisa na dawa, na hilo limefanikiwa. Kwa hiyo sasa hivi tulifundisha wafugaji wa kuku kwenye baadhi ya mikoa hapa nchini ikiwemo Morogoro, Dar es Salaam. Morogoro tulikuwa Morogoro mjini pale Kihonda na Bigwa, lakini kwa Dar es Salaam kwa manispaa ya Ilala tulikuwa Chanika, na kwa Dar es Salaam hiyo tena kule Kigamboni tulikuwa kata ya Kigamboni na kata ya Somangila, na Arusha tulikuwa Arumeru kata ya Usaliva. Katika maeneo hayo yote kuanzia mwezi wa 9 2024 mpaka mwezi wa 3 2025 tuliweza kukamilisha mafunzo hayo, ambapo wahitimu waliweza kupewa na vyeti kabisa vya kuhitimu mafunzo hayo, ambapo jumla yao ni 185 kwa kipindi kile. Walivyorudi, kwa sababu walikuwa wameshahitimu, wameendelea kufundisha wafugaji wengine kwenye eneo hilo la ufugaji bora wa kuku bila kutumia dawa. Mpaka sasa tuna zaidi ya wafugaji 2000 nchini kote wanafuga bila kutumia dawa, hawa kuku wa nyama hawa wa kisasa mabroiler hawa. Na wengi zamani walikuwa hawaamini kwamba hawawezi kufuga bila dawa. Tukuta mtu akichukua vifaranga leo ana orodha ya dawa za kila siku mpaka siku atakapovuna hao kuku siku ya 30 au zaidi. Lakini hawa sasa hivi tumewafundisha wanaweza kafuga siku ya kwanza mpaka ile ya mwisho bila kutumia dawa, kwa sababu wanazingatia zile mbinu bora za ufugaji zinazohusisha ubora wa mabanda yanaweza kuruhusu hewa kupita, ambayo haruhusu wadudu waharibifu kuingia, ambao pia wao wamejifunza namna ya kudhibiti watu kutembelea mashambani kwao, kwa sababu wao pia ndio wanaoeneza magonjwa kiwemo wataalamu wao maafisa ugani. Kwa maafisa ugani sasa hivi pia wamejifunza kwamba akitoka shamba la mtu A kwenda shamba la mtu B ni lazima azingatie zile taratibu zote za kujitakasa ili asiwe chanzo cha kuleta maradhi au vimelea kutoka shamba A kwenda kwenye shamba B. Kwa hiyo imewezekana. Kwa mpaka sasa hivi wafugaji hao huko niliowataja wanafuga kwa faida, kwa sababu gharama za uzalishaji zimepungua, kwa sababu mifugo wao hawaumwi, kwa hawatumii tena gharama za matibabu mpaka pale watakapokuja kuvuna. Alafu siri sasa, broiler hao wanakuwa wamezaliwa wamezalishwa wamefugwa kwa mbinu hizi bora za ufugaji, hata nyama yao ni bora zaidi, ni ngumu, ni kama kuku ile wa kienyeji, ni ngumu, inanoga vizuri, alafu pia wanakuwa wana uzito mkubwa. Tumeshuhudia maeneo hayo yote hakuna aliyevuna kuku siku 35 chini ya kilo 3. Kwa hiyo hata bei kwenye maeneo hayo utakuta zimepanda. Sasa hivi zamani walikuwa wanauza 7,000 kuku mmoja ambaye amegharamia gharama kubwa kumfuga, lakini sasa hivi wamefikia wanauza mpaka bei ya shilingi 15,000 kwa kuku mmoja. Kwa hiyo sisi tumewasiliana na maeneo huko wanakotoka, wamewapa maeneo karibu kila tulipopita. Halmashauri zimetoa maeneo
ili hawa wafugaji wawe na vile vituo vya kuendesha mashamba darasa, kitaalamu tunaita resource centers. Pale watakuwa wanafuga kwa mbinu hiyo, na wao pia kama sehemu ya shamba darasa, lakini wanaenda kufanya hivyo hivyo makwao